Karibu sana msikilizaji katika kituo hichi, nipate kukufahamisha na kukujuza kuhusu yale ambayo yameendelea kutokea katika taifa letu tukufu la Tanzania. Taarifa ninazozipata msikilizaji zinasoma hivi: muungano unapaswa kutathminiwa upya. Ikiwa Watanganyika hatuwezi kupiga kura au kumiliki ardhi Zanzibar, lakini Wazanzibar wanaweza kupiga kura na kumiliki ardhi Tanganyika, basi muungano hauna usawa. CCM inaweza kupuuza hili leo, lakini Gen Z na Gen Alpha watadai haki na usawa. Ni taarifa msikilizaji ambayo nimeweza kuiona leo, ambayo pia imeweza kufanya nikazama katika shughuli nzima ya kuelewa kwamba ni kwa nini watu mbalimbali wameendelea kuunga mkono uvunjaji wa muungano baina ya Zanzibar na Tanzania. Msikilizaji, kipengele hichi ambacho kinawaruhusu wa Zanzibar kupiga kura na kumiliki ardhi Tanganyika, lakini kikaweza kuwanyima kura wa Tanganyika kushiriki kufanya hivyo katika Zanzibar, bila shaka kinazua tumbo joto kati ya watu wengi. Lakini hemu tusikilize kauli ya Bwana Emmanuel Nchimbi kuhusu swala hili la muungano. Bwana Emmanuel Nchimbi ambaye ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi alisema kwamba serikali ya umoja wa kimataifa imezuia damu kumwagika Zanzibar. Aliongeza kuwa wale wanaotaka kuvunja muungano wanatamani kuona damu za watu zikimwagika. Nchimbi alisema kuwa ina msimamo usioyumba kuhusu umoja na utulivu wa taifa, hivyo wataendelea kuunga mkono ili kuimarisha utulivu huo. So wataunga mkono huu umoja wa kimataifa ama SUK ili wahakikishe kwamba wanaendelea kuimarisha utulivu. Pia akasema kwamba aliwakumbusha wanachama wa CCM kuvunja makundi na kuwa kwa umoja baada ya uchaguzi. Kisha kauli ya Samia Suluhu ikawa kwamba ana msimamo wa kuimarisha na kulinda muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Amesema kuwa muungano umeimarika na kuwa wa undugu zaidi, akiahidi kuanzisha kituo cha kumbukumbu na nyaraka za muungano ili kuelezea umuhimu wake. Kisha akasema kwamba ametoa wito kwa Watanzania kulinda na kudumisha muungano huo, akisisitiza kuwa ni tunu ya kipekee inayopaswa kuenziwa kwa vitendo, umoja na mshikamano wa kitaifa. Pia amesema kuwa falsafa ya 4R reconciliation, reforms, resilience na rebuilding ni muhimu katika kutekeleza muungano huo. Sasa msikilizaji, baada ya kusikiliza kauli mbili za Bwana Nchimbi na Samia, Nchimbi anasema kwamba angependa muungano uendelee kuwepo kwa ajili ya kuzuia umwagaji wa damu Zanzibar. Lakini hebu tuangalie baadhi ya vipengele ama baadhi ya sababu ambazo zinafanya Watanganyika na Wazanzibar kuhisi kwamba kunafaa kuwa na mabadiliko ama kuvunjwa kwa muungano. Upande wa Tanganyika ama sehemu ya Tanzania bara, mtazamo ni kuwa muungano ni muhimu. Kwa nini? Cha kwanza, umoja wa kitaifa. Wengi wanaona kuwa muungano huo ni ishara ya umoja na mshikamano kati ya Zanzibar na Tanzania. Lakini pia cha pili, wanaona ustawi wa kiuchumi.
wakishiriki kwenye muungano. Sema kwamba Tanganyika inafaidika na rasilimali kama vile bandari ya Dar es Salaam, na wengi wanaona kuwa Zanzibar inachangia kidogo kwenye uchumi wa muungano. Lakini pia kuna kipengele hichi cha usalama. Muungano unaonekana kuwa ni wa manufaa kwa usalama wa kisiwa cha Zanzibar. Hata hivyo, baadhi ya mawakili wataalamu wengine kutoka Tanganyika wanaotetea mageuzi ya muungano ili kuleta uwiano na haki zaidi badala ya uvunjaji kamili. Mtazamo uliopo kwa raia wa Zanzibar nao uko hivi. Kuna makundi mbalimbali Zanzibar yanayoshabikia uvunjaji wa muungano, yakidai kuwa Zanzibar haipati manufaa ya kutosha kutoka kwenye muungano huo. Baadhi ya sababu zao zikiwa kwamba ni uhuru wa kiuchumi, kwamba Zanzibar inataka kudhibiti rasilimali zake na kuamua matumizi ya mapato yake. Wanahitaji kuwa ndo wanaamua na kudhibiti rasilimali za Zanzibar, lakini pia kuamua matumizi ya mapato watakayoyapata kutokana na rasilimali walizoko nazo pale Zanzibar. Cha pili ni kipengele cha uwakilishi wa siasa. Wanazanzibar wanataka uwakilishi zaidi katika serikali ya muungano. Wanataka kupata nafasi zaidi katika serikali ya muungano ili waishi kupata usawa ule kutokana na serikali ya muungano. Kingine kilichotokea ni kwamba wanahitaji uhifadhi wa utamaduni. Wengine wanataka kuhifadhi utamaduni kama utambulisho wa Zanzibar. Hata hivyo, kuna upinzani kutoka kwa upande wa serikali ya Tanzania ambayo inasema kuwa muungano huo ni muhimu kwa umoja na ushirikiano wa nchi. Msikilizaji, ni baadhi tu ya yale ambayo yanaendelea kujitokeza kuhusu swala mzima hili la muungano. Sasa tunapoangalia swala hili kwa kipengele cha kisiasa, Zanzibar inaweza kuwa na sauti kubwa zaidi kimataifa na kuweza kujadiliana na nchi zingine moja kwa moja ikiwa muungano umevunjwa. Lakini pia kuna wasiwasi kuhusu uwezekano wa mabadiliko ya kitamaduni na kitambulisho, jambo ambalo jamii ya watu wa Zanzibar hawataki kuliachilia. Wanataka ule utamaduni wao na uwe kama ndo kitambulisho chao cha kitaifa. Kwa hivyo, kwa upande mwingine wanahisi kwamba watakapoweza kuwaruhusu Watanganyika kujiunga nao, ule utamaduni unaweza kupotezwa. Sasa kwenye muktadha wa kihistoria, muungano huu, msikilizaji, muungano huu umeundwa mwaka 1964, muda mfupi baada ya Zanzibar kupata uhuru kutoka kwa Uingereza. Sasa Tanganyika ilikuwa na nia ya kuunda uwili wa Afrika Mashariki, huko Zanzibar ikitaka usalama kutokana na machafuko ya mapinduzi. Ni baadhi ya masuala ambayo yaliyohakikisha kwamba kumekuwepo uwepo wa muungano. Makampuni ya muungano yaliweka mfumo wa serikali mbili, lakini kumekuwa na mabadiliko kadhaa tangu wakati huo. Sasa msikilizaji, kiuchumi Zanzibar inaweza kupata udhibiti wa rasilimali zake kama vile utalii,
bahari na gesi. Hata hivyo, inaweza kukabiliwa na changamoto za kiuchumi kutokana na kutegemea sana sekta ya utalii ambayo ipo kwenye serikali ya muungano. Sasa msikilizaji, suala hili la muungano limeonekana kuendelea kuleta utata, na kile ambacho kinaonekana msikilizaji ni kwamba iwapo kutaendelea kuwa na mazungumzo haya ya kwamba je, kuna uwezekano wa kuvunja ama kuendelea kuwepo kwa muungano, bila shaka Watanganyika wanahisi kwamba wanahujumiwa, kwa sababu Zanzibar haijawaruhusu kuwa na haki sawa kama zile ambazo Wazanzibar wanazipata kwenye Tanganyika, kama sasa hii ya kumiliki ardhi na kupiga kura, kwa sababu Watanganyika hawashiriki katika kuchagua uongozi wa Zanzibar, lakini Zanzibar wanashiriki katika kuchagua uongozi wa Tanganyika ama wa muungano mzima, jambo ambalo bila shaka linaleta utata. Lakini pia kwa mtazamo mwingine, Zanzibar wana serikali ya kwao binafsi kando na serikali ya muungano, lakini Tanganyika hawana hicho, lakini bali wapo kwenye serikali ya muungano. Ni masuala ambayo yanaleta utata msikilizaji, na kuonyesha tofauti za kisiasa, jambo ambalo msikilizaji limeendelea kuzua tumbo joto. Hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia msikilizaji, na karibu kwenye kituo hichi, zidi kutufuatilia na zidi kutia subscription kwenye kituo chetu ili kuhakikisha kwamba familia yetu inazidi kuwa kubwa zaidi. Jina langu ni Presenter Guton, zidi kutufuata.